Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anaweza asishiriki katika mkutano ujao wa NATO isipokuwa nchi wanachama wa Ulaya zijitolee kutumia matumizi makubwa ya ulinzi ya 5% kama alivyoelekeza. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Der Spiegel la Ujerumani ambalo limeripoti. Balozi wa Marekani katika NATO Matthew Whitaker amerudia kuzitaka nchi wanachama wa Ulaya kutoa 5% ya pato lao la taifa katika ulinzi, kinyume na lengo la awali la kambi ya kijeshi la 2%, kulingana na chombo hicho cha habari cha Ujerumani. Akitoa ripoti za siri kutoka kwa maafisa wa Ujerumani huko Brussels, Whitaker aliripotiwa kuonya kwamba kushindwa kufikia vigezo kunaweza kusababisha Donald Trump kukataa kuhudhuria mkutano wa kilele wa NATO huko The Hague uliopangwa mwishoni mwa mwezi Juni. Hata hivyo, Spiegel ilibainisha kuwa wakati wa mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius mwezi uliopita, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth aliwasilisha dhamira ya utawala kwa washirika wa Ulaya kuchukua jukumu la msingi la ulinzi wa kawaida wa Ulaya na kumtaka mwenzake kuhakikisha ongezeko la matumizi ya ulinzi kama ilivyoripotiwa katika machapisho yaliyopita na Pentagon kama ilivyochapisha kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Rais wa Marekani bado anahitaji kuona mataifa hayo ya kimagharibi yanajitosheleza katika mambo ya ulinzi ili tu Marekani isiwe na haja ya kuongeza vikosi vyake kwa ajili ya kusaidia makundi ama nchi ambazo zipo katika migogoro, hasa nchi hizo za NATO. Hata hivyo, kuna zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Marekani waliopo katika mataifa mbalimbali ya Ulaya wakitoa mafunzo, lakini pia wakishiriki katika operation mbalimbali nchini humo. Katika mahojiano na The Free Press wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alielezea mpangilio wa sasa ndani ya kambi ya kijeshi kama Marekani na kundi la washirika wadogo ambalo halifanyi haki yao. Rubio alielezea zaidi kwamba mataifa hayo yanapaswa kuchangia 5% kama Marekani ilivyosema. Hegseth amerejelea hisia hizo akitangaza kwamba wakati wa Marekani kuwa mdhamini pekee wa usalama wa Ulaya umeshapita na imechelewa sana. Ulaya inapaswa kuongeza nguvu kufadhili jeshi lake la kuongoza. Vilevile alisema kuwa lengo la sasa la matumizi ya 2% ya NATO haitoshi. Mwezi uliopita Trump alisema hatakataza kuwaondoa baadhi ya wanajeshi ambao wakati huu wamefikia 84,000 ambao wapo maeneo mengi katika ulimwengu, hasa nchi za Ulaya. Na sasa tangu Washington isitishe msaada wa usalama katika bara hilo huku ikiwa haitoi pesa nyingi, kufikia mwaka 2024 nchi 23 kati ya 32 wanachama wa NATO zilikuwa zimefikia kiwango cha 2% kilichowekwa mnamo mwaka 2014 kulingana na makadirio ya umoja huo ambayo yalitajwa pia na shirika la habari la BBC. Kwa sasa Marekani inatumia karibu 3.5% ya pato la taifa kwa ulinzi na ni mchangiaji mkuu wa jumla wa NATO. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi uendelee kuwa nasi bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.